Wakati nikijiandaa kurudi mtaani, mmoja kati ya miongoni ambao alikuwa ni wa Samaria kwenye lile tukio, alikuwa ni mama ambaye alikuwa anafanya biashara ya ngono. Alikuwa anajiuza, yes. Kwa hiyo mama ndo aliyenichukua kwa ajili ya kwenda kuishi nyumbani kwake. Na baada ya kwenda kuishi nyumbani kwake, sasa yeye ndo aliyenifanya sasa nianze kumhudumia kingono. Yeye ukiwa na umri gani wakati? Nikiwa na miaka 17. Sawa. Nikiwa na miaka 17, yeye tayari alikuwa na watoto watatu. Wawili walikuwa ni vijana wakubwa kabisa ambao wako chuo. Okay. Na mmoja wa kike ndio alikuwa bado mdogo kabisa, yuko baby class nafikiri kitu kama hicho, nakumbuka. Kwa hiyo nikaanza kumhudumia kingono, na madai yake alidai ya kwamba biashara, maana ilibidi anieleze biashara ambayo amekuwa akifanya ya kuuza mwili, yale sio mapenzi, not love, lakini ile ni business, ni biashara ambayo unaweza ukafanya na mtu ambaye hata kama umtamani, humpendi, huna hisia naye. Kwa hiyo akana kwamba kule ni mahali ambako ni pa biashara, lakini sio mahali pa kuridhishwa. Na njia pekee ya kumpata mtu anayemridhisha ilikuwa ni kumpata mtu wa aina yangu. Na hii ni jambo ambalo limekuwa linaendelea sana hata mpaka leo. Unaona, na kaniambia hata wale wenzake nao wana watu wa design yangu. Unaona, na kanihakikishia kabisa kwamba atanilinda, lakini mwisho wa siku hakunilinda, isipokuwa kumbe alikuwa na maambukizi. Alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi.